Usiku wako umeisha. Naja kwako na unabii wa asubuhi. Unabii wa kuondoka gizani. Unabii wa mwanga. Naitwa Hannah Thuku Kolamainen, nikiwa na Father the Faith Ministry. Sijawahi kuwapa somo kwa lugha nipendayo ya Kiswahili. Twende basi. Kwa mamlaka niliyopewa na mwana wa Mungu Yesu Kristo, ninakiri ya kwamba usiku wako umeisha. Sema nami, usiku wangu umeisha. Tuseme tena mwenzangu, usiku wangu umeisha. Usiku wa mashaka, usiku wa dhoruba, usiku wa umaskini, usiku wa laana ni curse. Usiku wa kukosa mwelekeo, usiku wa kukosa afya, usiku wa kukosa tumaini. Tuseme umeisha. Zaburi 30 mstari wa 5 unasema, machozi hulia usiku, bali furaha huja asubuhi. Hii si tu ahadi ya kiroho, ni muundo wa mwili na sayansi ya uumbaji. Mwili wako uliundwa kuamka baada ya kulala. Ubongo umeundwa kupona. Roho imeundwa kuinuka. Tuingie sehemu ya kwanza. Sayansi ya mwanga yatuonesha ya kwamba mwili unajua asubuhi. Wanasayansi wanasema mwanga wa asubuhi huamsha serotonin kwa ubongo. Serotonin huamsha tumaini ama hope. Tumaini huamsha ujasiri. Ujasiri ni courage. Ujasiri huamsha hatua ama mwelekeo. Hata seli zako za mwili zinajua giza si mwisho. Sema nami, giza si mwisho. Giza ni mpito, ni daraja, ni maabara. Maabara ni laboratory ama construction site. Ni maabara ya roho. Dhoruba zinapiga mwili. Mashaka yanakaba nafsi. Umaskini unachoma moyo. Laana ama curses za kizazi zinajaribu kukufunga. Lakini mwili, nafsi na roho vina uwezo wa antifragility. Huo ni uwezo wa kuchukua misukosuko ya maisha na kuyatumia ikuimarishe. Hata sayansi inakiri stress ikitumwa kwa busara hujenga nguvu. Pressure ikielekezwa vizuri hujenga uwezo. Volatility ikitafsiriwa kiroho hujenga uthabiti, na uthabiti ni stability ama integrity. Kwa lugha ya kiroho, giza linapokulemea kama blanketi, mwanga unajiandaa kukupasua. Kukupasua ndio breakthrough. Breakthrough yako iko tayari. Sehemu ya pili. Mungu hufanya kazi usiku. Biblia haikatai usiku mwenzangu. Inaweka kwenye mpangilio wa mabadiliko. Samueli kwa mfano aliitwa usiku. Yakobo alibadilishwa usiku alipong'ang'ana na Mungu. Paulo na Sila walifunguliwa usiku. Yesu alifufuka kabla ya alfajiri. Usiku ni mahali pa mapambano. Unajua vizuri. Usiku ni mahali pa majeraha. Usiku ni mahali pa kilio. Usiku ni mahali pa huzuni. Usiku ni mahali pa vita vya ndani. Lakini pia ni mahali pa mabadiliko ya kimungu. Na leo nakiri maishani mwako, usiku wako umeisha. Giza lipokee amri.
iondoke katika jina la Yesu. Laana, vunjika. Dhoruba, tulia. Mashaka, poteza nguvu. Umaskini, fifia. Sehemu ya 3 yaitwa intelligent failure. Ndio kusema kushindwa kunao fundisha. Kuna kushindwa kunako kumaliza. Lakini ndugu na madada, katika sayansi ya tabia kuna dhana ama concept itwayo intelligent failure. Ndiyo kushindwa kunakotumiwa kama daraja la mafanikio. Kisha Biblia inasema mwenye haki huanguka mara 7 na huinuka tena. Ndiyo Mithali 24 mstari wa 16. Hiyo ni resilience. Lakini watakatifu wanazidi resilience. Wakorintho wa pili mlango wa 3 mstari wa 18 yasema tunatoka utukufu hata utukufu. Ndio kusema from glory to glory. Hiyo ndio anti-fragility. Hiyo ndio intelligent failure ya kiroho. Anguko si mwisho. Anguko ni somo. Anguko ni mwelekeo. Anguko ni mafunzo ya kiroho. Mashaka yako hayakuwa ushahidi ya kushindwa. Yalikuwa maabara ya roho. Dhoruba zako hazikuwa hukumu. Zilikuwa mafunzo ya udhabiti. Umaskini wako haukuwa mwisho. Ulikuwa mwaliko wa mabadiliko. Tukisoma Proverbs 4 mstari wa 18 anasema bali njia ya wenye haki ni kama nuru ing'aayo, ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Kwa Kizungu ni kusema the path of the righteous is like the first gleam of dawn, shining brighter and brighter till midday. Nitasema tena kwa Kiswahili. Njia ya mwenye haki ni kama nuru ing'aayo, ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Amen. Amen. Toke hapo basi tuingie kwa sehemu ya 4. Hapa nitakupa unabii wa mwanga. Ndipo tutaona kweli ya kwamba usiku wako umeisha. Usiku wa kiwewe ama wa msukosuko tuseme umeisha. Tuuambie umeisha. Usiku wa dhoruba, dhoruba ni storm, umeisha. Usiku wa mashaka tuuambie umeisha, toka. Usiku wa laana umeisha, kwa heri. Usiku wa umaskini uishe, toka. Usiku wa kukosa tumaini umeisha. Mwanga wa Mungu uingie sasa kwa maisha yako. Unaingia kwenye akili zako. Unaingia kwenye nafsi yako. Mwanga wa Mungu unaingia kwenye familia yako. Mwanga wa Mungu unaingia kwenye kazi na biashara yako. Huo mwanga unaingia kwa mapenzi yako. Unaingia kwa watoto wako unaowapenda, hata wale ambao hawapendi. Unaingia kwa wazazi wako. Unaingia kwa mawazo yako. Unaingia kwenye huduma. Unaingia kwenye ndoto zako. Mpendwa, nataka ujue kwa uhakika mwanga hauogopi giza. Sema nami, mwanga hauogopi giza. Mwanga hauchelewi. Mwanga, mwenzangu, mwanga hauhitaji ruhusa. Unaingia kuingia kwa vile hauogopi giza. Mwanga huja kwa amri ya Mungu. Tuingie hitimisho, tumalize leo. Wapendwa wa Yesu, inueni mikono na mioyo yenu
pumzisheni nafsi zenu. Mwambie nafsi yako, tulia nafsi yangu, kwa sababu neno la Bwana linasema usiku wenu umeisha. Kama mwili unavyoamka, kama ubongo unavyotengeneza serotonin ulipolala, kama seli za mwili zinavyoanza kupona, Roho Mtakatifu anakuamsha. Asema, amka, amka. Huyo Roho anakuponya. Huyo Roho anakuinua. Huu ni wakati wako wa asubuhi. Huu ni wakati wako wa mwanga. Tukiingia, ningependa kuwasomea kutoka kitabu cha Mungu. Katika kitabu cha Maombolezo, ndicho Lamentations, Maombolezo 3, mstari wa 22 hadi 23 wasema, ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi. Uaminifu wako Mungu ni mkuu. Zaburi 90 mstari wa 14 na 15. Utushibishe asubuhi kwa fadhili zako, nasi tutashangilia na kufurahi siku zetu zote. Utufurahishe kwa kadri ya siku ulizotutesa, kama miaka ile tuliyoona mabaya. Tumalize na Isaia 54 mstari wa 10. Yasema, maana milima itaondoka na vilima vitaondolewa, bali wema wangu, asema Mungu, bali wema wangu hautaondoka kwako wewe, wala agano langu la amani halitaondolewa, asema Bwana akurehemuye. Nataka kusema asante, nataka kuwabariki, nataka kusema shalom na salama kwenu. Mungu awabariki, tuonane muda mwingine. Amen.